Tupo katika saa ya kujaribiwa. Katika sehemu ya kwanza tumeona kwamba kuna saa ya kuharibiwa, lakini katika sehemu ya pili tutaenda kuangalia saa ya kujaribiwa. Hivyo ujumbe unasema tupo katika saa ya kujaribiwa. Turejee tena kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 7. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote. Hapa tunaona kwamba kuna saa ya kuharibiwa ambayo ipo tayari kujilia ulimwengu wote, na tumekwisha kuangalia katika sehemu ya kwanza. Lakini anaendelea kusema kwa jaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo hii saa inakuja, hii saa sio inakuja kuharibu tu dunia pia, lakini inakuja kuwajaribu wale wote ambao wanakaa juu ya dunia, wale wote ambao wanakaa juu ya nchi. Inakuja. Kwa hiyo katika sehemu ya pili unaenda kuangalia hii ni saa ya kujaribiwa, ni saa ya namna gani? Hii ni saa gani ya kujaribiwa? Hii ni saa ambayo inakuja kulijaribu kanisa. Hii saa ya kujaribiwa inayozungumziwa hapa ni tofauti na ile saa ya kuharibiwa ambayo tumekusha tazama. Ile saa ya kuharibiwa tumeona kwamba inakuja kujilia ulimwengu wote na itakumba dunia nzima. Lakini hii saa ya kujaribiwa inakuja kwa ajili ya kulijaribu kanisa. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza akapitia katika hii saa, bali ni wale wote ambao wanamfuata Kristo. Wale wote ambao wanamfuata Kristo, maana yake ni kwamba ni wa Kristo. Kwa hiyo hii saa ipo mahususi kwa jaribu watu wajitao wa Kristo, watu ambao ni wa Kristo. Kwa hiyo hii saa inakuja kujaribu kanisa la Mungu. Ni kwa namna gani inakuja kujaribu kanisa la Mungu? Maana yake ni kwamba ni wakati ambapo Mungu anawajaribu watu wake. Anawajaribu watu wake waone ya kwamba je, ni kweli wapo tayari kumfuata? Je, ni kweli wapo tayari kumtumikia? Je, ni kweli wanampenda? Kwa hiyo ni wakati ambapo Mungu anaachilia majaribu katika kanisa, majaribu kwa watu wake, ili waweze kuwajaribu na kuwaona je, ni kweli wanampenda. Kumbukumbu la Torati sura ya 13 kianzia mstari wa kwanza, anasema neno la Mungu linasema, kukizuka katikati yako nabii au muotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu na kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Unaona? Kwa hiyo anasema kwamba msimsikize huyo nabii ambaye anakuja anakutolea ishara, anakutolea unabii kwa jina la Bwana, na pengine ikatokea hiyo ishara, ikatokea hiyo ajabu, au ikatimia huo nabii ikawa ni kweli, lakini akakwambia, akakushawishi kwamba tuifuate miungu. Maana yake akukushauri utoke katika neno la Mungu, utoke katika mapenzi ya Mungu, utoke katika maagizo ya Mungu, utoke katika sheria ya Mungu, uifuate miungu. Maana yake uende katika kinyume na mapenzi ya Mungu. Anasema kwamba huyo nabii usimsikize wala msimfuate, kwa sababu ya kwamba huyo nabii anatumika na Bwana Mungu kukujaribu wewe au kuwajaribu watu wake, kwamba je, watu wake wanampenda kweli? Wanampenda kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote na kwa akili zao na nguvu zao zote, kama amri yake ya kwanza inavyosema katika kitabu cha Kumbukumbu tu la Torati sura ya 6, ambapo anasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari ule wa 4, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo ili Mungu aweze kuthibitisha kwamba ni kweli, je, unampenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na nguvu zako zote? Je, unampenda Bwana Mungu wako? Kwa hiyo Mungu analeta nabii ambaye anaweza akaja akakutabiria mambo yakatokea, anakutabiria unabii ukatimia, anakuonesha ishara na maajabu ya kweli, na akafanya miujiza kwa jina la Bwana. Lakini huyo nabii akakutoa katika neno la Mungu, huyo nabii akakushawishi ukaabudu miungu. Anasema kwamba usimsikize huyo nabii, kwa sababu huyo nabii anatumiwa na Mungu ili aweze kuwajaribu watu wake kwamba je, watu wake wanampenda kweli? Na ujumbe unasema tupo katika saa ya kujaribiwa. Kwa maana yake ni kwamba katika saa ya kujaribiwa, hii ni saa ambayo imeanza kama vile ambavyo saa ya kuharibiwa ilivyoanza katika kanisa hili la 7. Kwa sababu tunaona kwamba Bwana Mungu analiambia kanisa hili la Philadelphia, Bwana Yesu analiambia ile kanisa la Philadelphia kwamba ataliepusha na hiyo saa ya kujaribiwa na hiyo saa ya kuharibiwa. Kwa maana yake hilo kanisa la Philadelphia halikupitia katika mtikisiko ya kuharibiwa kwa dunia, lakini pia halikupitia katika saa ile ya kujaribiwa. Maana yake hakuwepo na majaribu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamempenda Bwana na wamelishika neno la Bwana. Lakini katika kanisa hili la 7 la mwisho, hii ni kanisa ambao tunaishi katika saa ya kujaribiwa.
Hii ni kanisa ambao Bwana Mungu anaachilia roho ya manabii ili aweze kuwajaribu watu wake, je, kwamba wanampenda? Ndio maana unaishi katika nyakati ambazo manabii wengi wameongezeka. Manabii wengi wameongezeka kwa kasi katika nyakati hizi, katika kizazi hiki. Bwana Mungu aweze kuwajaribu watu wake, je, kweli wamestahili kwenda katika unyakuo? Je, kweli mioyo yao kweli ipo tayari kumfuata Mungu? Mioyo yao kweli ipo tayari kumfuata Mungu na kumwabudu kwa roho zao na nguvu zao na mioyo yao yote? Je, ipo tayari? Kwa hiyo tunaishi katika nyakati za kujaribiwa. Kwa hiyo ishara ya kwamba unaishi katika nyakati za kujaribiwa na ongezeko la manabii wengi ambao wameongezeka. Hawa manabii wengi ambao wameongezeka wamekuja katika karne hizi za kanisa la mwisho la Laodikia. Ni kanisa ambalo linapitia ongezeko kubwa la manabii. Manabii wamesagaa, wameongezeka kila mahali, na wengine wanafanya ishara na miujiza na kufanya mambo ya ajabu, na wengine wanatoa unabii na unabii unatokea. Lakini Biblia inasema kwamba kukizuka nabii katikati yenu, akikutolea hiyo ishara au hiyo ajabu ikatokea, lakini akakushawishi uifuate miungu, anasema usimsikize, kwa sababu Bwana Mungu anasema kwamba uwajaribu watu wake. Bwana Mungu anawajaribu watu wake aone kwamba je, watu wake wanampenda kweli? Wanampenda kwa mioyo yao yote na roho zao zote na akili zao zote na nguvu zao zote. Kwa hiyo Bwana Mungu anatujaribu katika nyakati hizi. Kwa hiyo huu ni wakati wa majaribio. Huu ni wakati wa majaribio. Na tunasoma kwamba neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza, neno la Mungu linasema kwamba Bwana Mungu mwenyewe hamjaribu mtu, wala Mungu hajawahi kumjaribu mtu, lakini anasema kwamba mtu mwenyewe anajaribiwa na tamaa zake. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12 anasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini anasema kwamba ikitokea kati yenu nabii akikutolea ishara au ajabu, alafu akakushawishi uifuate miungu, simsikize wewe nabii, kwa sababu Bwana Mungu yuwajaribu watu wake. Ni kwa namna gani? Ili andiko tena anasema katika kitabu cha Yakobo ya kwamba Bwana Mungu mwenyewe hamjaribu mtu yeyote. Mbona kama inakinzana na Kumbukumbu la Torati kule katika sura 6, katika sura 13. Hapa neno la Mungu halijapingana. Mungu hawezi kumjaribu mtu, lakini anasema kwamba mtu hujaribiwa mwenyewe na tamaa. Anasema mtu mwenyewe anajaribiwa. Lakini mstari wa 14 anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hiyo kumbe mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kwa hiyo katika nyakati ambao tunaishi, wakati ambapo manabii wengi wameongezeka, manabii wengi ambao wanafanya ishara na miujiza ili kuwadanganya watu, maana yake ni kwamba wale watu ambao wanatamaa katika mioyo yao, wale ambao wanatamani vitu vya dunia, vitu vya ulimwengu, wanatamani mambo ambayo ni na dunia tu hii, wale ambao hawampendi Mungu, maana yake wanajaribiwa na mafundisho hayo ya manabii wa uongo. Kwa manabii wa uongo wanalenga kuwafundisha watu wapende dunia, mafanikio ya dunia, kuwafanya watu wapende dunia kuliko kumpenda Mungu. Kwa maana yake ni kwamba wakati ambapo watu wa Mungu ambao wanasema kwamba ni Wakristo, wakati ambapo wanatafuta mafanikio ya dunia, wanatafuta kufanikiwa katika dunia hii, wanatafuta kupenda dunia, wanatafuta kupenda mambo ya dunia, wanatafuta kupenda mali, wanatafuta kupenda fedha, wanatamka kupenda mambo ya dunia hii, mambo ya dunia wanatamka. Maana yake watu ambao mioyo yao inaelekea katika mambo hayo, watu ambao mioyo yao inaelekea katika mambo ya dunia hii, watu ambao mioyo yao haijakazwa katika kumpenda Mungu, watu ambao mioyo yao imelemewa na mambo ya dunia hii, watu ambao kama hao ndo ambao Bwana Mungu anasema kwamba mtu anajaribiwa na tamaa zake mwenyewe, maana yake tamaa ya moyo wake. Kwa kupitia hali hiyo, maana yake ni kwamba upendo wa Mungu umekaaje ndani ya huyo mtu. Maana yake ukweli ni kwamba ule mtu bado hajaweza kumpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, bali amependa mali, amependa vitu vya dunia hii, amependa wanadamu, amependa utukufu wa wanadamu, amependa mafanikio ya dunia hii, bado hajampenda Mungu kwa moyo wake wote. Ndio maana akihubiriwa habari ya unyakuo hataki, akihubiriwa habari ya mafanikio anapenda, akihubiriwa habari ya kwenda katika ufalme wa Mungu, akihubiriwa habari ya siku za mwisho bado hataki, anataka kuendelea kubaki hapa duniani miaka na miaka. Huyo mtu na anasema ameokoka, na hiyo ndo dalili na ishara ya kwamba bado moyo wa huyo mtu haupo kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba anajaribu watu wake kwa namna hiyo, waone ya kwamba je, wanampenda. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba tupo katika nyakati za majaribio, tupo katika wakati wa majaribio. Kwa hiyo usifurahie na kufurahishwa na mafanikio ambao unapata kwa manabii wa uongo na kutabiria na mambo ambayo anakutabiria yanatokea. Fahamu kwamba wakati ambapo unatabiriwa na mambo hayo yakakutokea na wewe ukafuatana na huyo nabii, pasipo kujalisha kwamba huyo nabii anakupa mafundisho gani,
pasipo kujalisha huyo nabii anakupa maagizo gani. Nabii huyo anayekwambia Mungu haangalii mwili, anaangalia moyo, na kwa sababu ya kwamba anakutabiria na mambo yote yanatokea, kwa sababu anakutabiria mafanikio na mafanikio unayapata, unasema kwamba huyo ni mtu wa Mungu na unamfuata. Maana yake tayari umeshaanguka katika jaribio, tayari umeshaanguka katika jaribio la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linakuja ili kuweke huru, ili kama kweli unampenda Mungu, kama kweli unampenda Mungu, ujue kwamba kupitia mambo haya ambayo unatabiriwa, ujue ndugu yangu kwamba kama umetabiriwa mambo hayo, ukaamua kupeleka moyo wako katika mambo ya dunia, na huku ukalisahau neno la Mungu, ukaliweka neno la Mungu nyuma, huku ukaweka maagizo ya Mungu nyuma, lakini unasema kwamba Mungu anakupenda kwa sababu anakufanikisha, Mungu anakupenda kwa sababu unatabiriwa na mambo yote anakupata, Mungu anakupenda kwa sababu unaponywa magonjwa yako, Mungu anakupenda kwa sababu unatendewa miujiza hayo. Fahamu kwamba hilo ni jaribu ambalo Bwana Mungu anakupima moyo wako. Je, kwamba moyo wako kweli unampenda Mungu au unapenda vitu vyake tu? Je, kweli moyo wako unampenda Mungu au unapenda vitu vya dunia tu? Au unapenda vitu vya dunia hii? Kwa hiyo tunaona kwamba Bwana Mungu anaachilia majaribio kwa namna hiyo, na mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Mungu amjaribu mtu, lakini mtu anajaribiwa na tamaa yake. Tamaa iliyo ndani yake ni tamaa gani ipo ndani yako? Je, ni tamaa ya kumpenda Mungu au ni tamaa ya kupenda dunia? Kama ni tamaa ya kupenda dunia, maana yake utaanguka katika majaribio ya manabii wa uongo, kwa sababu Mungu ameachilia ongezeko kubwa la manabii wa uongo kwa jaribu watu wake. Tupo katika saa ya kujaribiwa, tupo katika saa ya kujaribiwa. Na tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Ezekiel, tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel sura ya 14 kuanzia ule mstari wa 7, ambapo neno la Mungu nasema kuanzia ule mstari wa 7, kwa maana kila mtu wa nyumba ya Israeli au wageni wakao katika Israeli ajitengae nami na kuvitua vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, kisha kumwendea nabii na kuniuliza neno kwa ajili ya nafsi yake, mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe. Mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe. Mungu atamjibuje? Atamjibu kupitia vinywa vya manabii wa uongo. Atamjibu kulingana na vile ambavyo Mungu ananipenda, kumbe anatamani ndani ya moyo wake. Moyoni mwake amejaza, ameweka vinyago, ameweka sanamu katika moyo wake, ameweka mali, ameweka na vitu vya dunia, ameweka katika moyo wake, na anamwendea nabii akaulize neno kwa Bwana ili atake kutabiriwa mafanikio. Bwana Mungu anasema mimi mwenyewe nitamjibu huyo mtu. Maana yake wakati unamwendea huyo nabii, kumbe unamwendea mtu ambaye anatumika na Mungu kukujibu wewe, kukupa vile ambavyo unataka, kukupa mafanikio, kukupa hizo vitu. Na kwa nini unapewa hizo vitu? Ili uweze kuangamia, ili uweze kupotea katika haya mambo, kwa sababu ndipo unavyopenda. Maana yake ni kwamba ili uweze kusema kwamba kumbe Mungu haipo pamoja na wewe, kwa sababu unatamani vitu vyake lakini haumpendi. Anaendelea kusema mstari wa 8, nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu yule na kumfanya kuwa ajabu, awe ishara na mizali, nami nitamkatilia mbali asiwe kati ya watu wangu, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Na nabii akidanganyika na kusema neno, mimi Bwana nimemdanganya yule nabii, mimi Bwana nimemdanganya yule nabii. Amemdanganyaje? Amemwonyesha kwamba wewe uliyemwendea utafanikiwa, na kweli utafanikiwa, lakini katika mafanikio hayo kumbe umemwacha Mungu. Anamdanganyaje? Anamdanganya kwamba anamwambia kwamba kweli wewe utapata hiki, kweli wewe itatokea hiki, na kweli inatokea, lakini kumbe katika hayo kumbe umempoteza Mungu, kwa sababu moyo wako umejaza sanamu, moyo wako umejaza vitu vya dunia, moyo wako umeenda katika mambo hayo. Ndicho kilichotokea yule mfalme Ahabu. Mfalme Ahabu wakati ambapo anawaita manabii wa Mungu, anaita manabii wake, anawaita wamtabirie mafanikio, kwamba je, nikienda huko vitani, je, nitashinda? Anataka atabiriwe kwamba ataenda kufanikiwa, anataka tu kutabiriwa mafanikio. Na kwa sababu moyo wake unapenda mafanikio hayo, moyo wake unataka mafanikio hayo, moyo wake hampendi Mungu, ndivyo Mungu alivyoachilia udanganyifu kupitia manabii wale, na akaenda kudanganywa, akaenda kuangamia huko vitani. Tunasoma neno la Mungu kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 18, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 18, tuanzie mstari wa 19. Nasema, Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli ili akwe Ramoth-Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema,
mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, mtamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Naona kwa Mungu anaruhusu mapepo yakaingie kwa wale manabii wamdanganye Ahabu ili aende vitani akaangamie. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ahabu anamtafuta Mungu kwa mafanikio. Anamtafuta tu Mungu, ameweka sanamu katika moyo wake, ameweka sanamu katika nyumba ya Mungu, ameharibu watu wa Mungu, ameharibu taifa la Mungu kwa machukizo ya kuabudu miungu ya mataifa. Lakini huko anamwendea Mungu wa Israeli, anamwendea Mungu ili aweze kutabiriwa mafanikio ya kwenda kufanikiwa huko vitani. Lakini kwa sababu na Mungu anaona moyo wake, anatuma pepo aliende kumdanganya Ahabu kupitia vinywa vya wale manabii. Kwa hiyo huku Ahabu akijua kwamba ametabiriwa kwenda kufanikiwa, kwenda kushinda, kumbe huo ni mtego, kwamba kupitia mafanikio hayo akaangamie. Na ndicho kinachotokea katika nyakati hizi. Naishi katika wakati wa kujaribiwa. Biblia inasema kwamba katika nyakati hizi kuna nguvu ya upotevu ambayo inatoka kwa Mungu. Hii nguvu ya upotevu inakuja ili kwa ajili ya kuwajaribu watu mioyo yao. Watu ambao wanasema wameokoka wajaribiwe. Je, kweli wanampenda Mungu? Je, kweli wanampenda Mungu? Wanajaribiwaje? Kupitia nguvu hiyo ya upotevu. Hiyo nguvu ambayo inakuja maana yake inatoka katika manabii. Inatoka katika manabii hawa ambao wameandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwajaribu watu. Mungu kuwajaribu watu wake. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Thesalonike sura ya 2 kuanzia mstari wa 10. Tuanzie kuanzia yule mstari wa 8. Nasema, hapo ndipo watakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya usalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili hawahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Ndicho kinachoendelea katika nyakati hizi. Tupo katika nyakati za kujaribiwa. Tupo katika wakati wa kujaribiwa. Tupo katika wakati ambapo nguvu ya upotevu imeachiliwa katika kanisa hili la mwisho, ili tuweze kujaribiwa kwamba je, kweli tunampenda Mungu kwa mioyo yetu yote na roho zetu zote, au tunapenda dunia, au tunapenda vitu vyetu? Je, kweli tunampenda Mungu? Kwa hiyo tunajaribiwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo usifurahie kufanikiwa, usifurahie kwenda kwa manabii na kutabiriwa ukweli na ikakutokea, na huyo nabii akakwambia kwamba nenda hivi, nenda, na huyo nabii akakwambia kulala na mke wa mtu sio dhambi. Huyo nabii akakwambia mwanamke kuvaa suruali sio dhambi. Huyo nabii akakudanganya kwamba kujipamba sio dhambi kwa sababu Mungu anaangalia moyo. Huyo nabii akakwambia kwamba wewe kijana kuwa na girlfriend, wewe binti kuwa na boyfriend sio dhambi. Huyo nabii akakwambia kwamba hakupenda mambo ya dunia, starehe za dunia, muziki za kidunia, mipira za kidunia, filamu za kidunia, akakwambia sio dhambi. Akakwambia na mambo mengine yote ambao ni nje ya maagizo ya Mungu, ambao ni nje ya neno la Mungu. Akakwambia tuifuate miungu. Na kwa sababu anakufanikisha, anakutabiria na unabii unatimia kwa sababu anaonesha ishara na maajabu, na wewe ukakubali kumfuata huyo nabii pasipo kujua kwamba neno la Mungu nasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13 kwamba akitokea nabii wa namna hiyo usimsikilize, maana Bwana Mungu anakujaribu moyo wako, anawajaribu mioyo ya watu wake. Je, kwamba wale wanampenda Mungu? Ndicho kinachoendelea katika nyakati hizi. Tupo katika saa ya kujaribiwa. Tupo katika wakati ambapo manabii wa uongo wengi wamesagaa kila kona kwa ajili ya kuandaa watu wa Mungu, kanisa la Mungu liende katika unyakuo. Kanisa la Mungu ambalo linaenda katika unyakuo ni kanisa ambalo linaishi utakatifu wa moyo, nafsi na mwili. Nje ya hapo, hilo sio kanisa la Mungu. Na tunavyosema ndani ya moyo, maana yake nini ambacho kipo ndani ya moyo wako? Je, unaabudu nini katika moyo wako? Je, tamaa gani ipo ndani ya moyo wako? Kama una tamaa ya dunia, kama una tamaa ya vitu vya dunia, kama una tamaa ya mambo, una tamaa ya vitu, fedha, mali na kila kitu cha dunia, kama furaha yako ipo katika mambo ya dunia, shangwe yako ipo katika mambo ya dunia, starehe za dunia, naza za dunia, kila kitu cha dunia, na unasema kwamba unampenda Mungu, hauwezi kuwa takatifu wa kwenda katika unyakuo. Unyakuo unahusiana na watu ambao wametakasa nafsi zao, roho zao
na mioyo yao na miili yao ndio ambao wanaweza kwenda katika nyakuo. Ndio kanisa ambalo Kristo analiandaa, kanisa takatifu ndio ambalo linaandaliwa, ndio ambalo linaandaliwa katika nyakati hizi. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao unakuja ili kufungua upate kujua kwamba tupo katika saa ya kujaribiwa, ili uweze kujua kwamba tupo katika saa ya kujaribiwa na Kristo amekaribia kurudi na unyakuo umekaribia. Unyakuo ni muda wote na saa yote, kwa sababu hii saa ya kujaribiwa imeanza huko nyuma. Hii saa ya kujaribiwa haijaanza leo, imeanza zaidi ya karne moja huko nyuma. Kwa hiyo maana yake tupo katika kingo kabisa, tupo mwishoni kabisa. Na kingine ambacho natakiwa kufahamu juu ya kwamba huu ni mwanzo wa utungu, huu ni mwanzo wa kujaribiwa. Ufahamu kwamba kuna jaribu kubwa ambalo linakuja kuikumba hii dunia, kama vile tulivyoona katika sehemu ya kwanza kwamba kuna uharibifu mkubwa ambao unakuja kuikumba hii dunia, vile tofauti na uharibifu ambao unaikumba leo. Kuna uharibifu ambao unakuja, lakini pia kuna jaribu kubwa ambao unakuja kuikumba hii dunia. Ule ni wakati ambapo watu watajaribiwa, huu wakati ambapo mpinga Kristo yule ambaye anajinua atakuja kujinua na kujifanya kuwa Mungu, yeye ambaye atakuja kutenda kana kwamba ni shetani, wakati ambapo amepewa utawala wake, kipindi cha utawala wa giza, kipindi ambapo kanisa limenyakuliwa, kipindi ambapo watakatifu wamenyakuliwa. Ndivyo ambavyo wale ambao wamebaki, wale wanawali wapumbavu, wale ambao wamekosa mafuta, wale ambao walikuwa wanapenda dunia, ndivyo ambavyo wataingia katika hilo jaribu kuu. Jaribu kuu maana yake ni kwamba wakubaliane na mfumo wa mpinga Kristo, maana yake wakubaliane na chapa mpinga Kristo, au wakubali kufa, au wakubali kupitia dhiki kuu ya mpinga Kristo. Maana yake wakubali kupigwa na kuteswa na kuuawa kikatili na kwenda na kuuawa kikatili, wafe katika imani yao. Maana yake ni kwamba ni wakati wa kujikomboa kwa damu yao wenyewe, watajikomboa kwa damu yao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba je, wakubaliane, je wajikomboe kwa damu yao, wakatekatwe, wateswe, au waamue kuendelea kupenda dunia, waamue kuendelea kupenda mfumo wa dunia hii na kukubali chapa mpinga Kristo, alafu mwisho wa siku wote waje wakutane na mkono wa hasira wa Mungu, ghadhabu ya Mungu, mapigo ya Mungu, alafu mwisho wa siku wakatupe katika ziwa la moto. Kwa hiyo hilo ndio jaribu ambalo linakuja, jaribu kuu sana ambalo linakuja. Lakini tunaishi katika hizo nyakati ambazo kanisa litaenda kunyakuliwa muda wote na saa yote. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unataka kwenda kumlaki Bwana Yesu mbinguni, kama unataka kuepukana na majaribu na jaribu hilo ambalo linakuja, kama unataka kuepushwa na ile saa ya kuharibiwa katika hii dunia, ni heri leo uamue kutoa moyo wako huko ulikoweka. Toa moyo wako katika mambo ya dunia, toa moyo wako katika kupenda dunia. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15, msipende dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo toa moyo wako katika mali, toa moyo wako katika mambo ya dunia hii, toa moyo wako huko ulikoweka, toa moyo wako katika vitu vya dunia hii, mambo ya dunia hii, mambo ya kiulimwengu, fashion za dunia, mitindo na mionekano ya dunia. Toa moyo wako huko na toa mwili wako kwa Kristo. Toa mwili wako katika utakatifu wa mwili, kwa sababu anasema kitabu cha Warumi, toeni miili yenu, kitabu cha Warumi sura ya 12, toeni miili yenu kwa Kristo, itoeni miili yenu kwa Mungu, maana hiyo ndio ibada takatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo toa mwili wako kwa Mungu, toa kila kitu kwa Mungu, toa nafsi yako, salimishe nafsi yako kwa Kristo. Amua kuokoka kweli kweli na kujitenga na mambo ya dunia na mambo yote ambayo hampendezi Mungu. Amua kumpa Yesu maisha yako yote. Na wewe ambao upo ndani ya Kristo, mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote na roho yako yote na akili yako yote na nguvu zako zote. Tupo katika wakati wa kujaribiwa. Na kushukuru, ninasema asante Bwana Yesu kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa maneno yako uzima ambao umeachilia katika wakati na majira. Na kuomba neema yako maneno haya Baba yazidi kutufungua fahamu zetu, tuzidi kuelewa wakati ambao tunaishi, tuzidi kuelewa saa ambayo tunaishi. Tazama ni saa ya kujaribiwa. Tunahitaji Baba kwenda kulaki mbinguni. Na kuomba neema yako Bwana Yesu tusaidie ili tuweze kwenda pamoja nawe. Na kuomba neema yako itusaidie mioyo yetu sije kalemiwa na mambo ya dunia. Na kuomba neema yako Bwana Yesu mioyo yetu Baba ipate kupenda, mioyo yetu ipate kushikamana na wewe na wala sishikamane na mambo ya dunia hii. Na kuomba tusaidie, maana pasipo wewe hatuwezi. Katika jina lako Bwana Yesu, sifa na utukufu na kushia wewe. Amen.